Ilikuwa ni siku ya demokrasia duniani. Kwa dunia ilikuwa inaadhimisha haki za kidemokrasia, uhuru wa kidemokrasia. Lakini kwa Tanzania maadhimisho haya yametokea kukiwa na matendo ya aibu ambayo yamefanyika katika eneo la ndani ya mahakama na eneo la nje ya mahakama, ambapo siku ya jana mwenyekiti wetu wa Bavicha ambaye ni wakili wa Mahakama Kuu alipigwa kwenye eneo la mahakama, lakini vile vile kuna wananchi wengine walipigwa nje ya eneo la mahakama na kuondolewa. Kwa kweli ni tendo la aibu sana. Naamini muhimili wa mahakama unapaswa ujitetee kwa sababu mahakama ni muhimili unapaswa kuwa huru, ni muhimili unapaswa kuwa ndio kimbilio la haki kwa mujibu wa katiba ya nchi ibara ya 107 ndio chombo kikuu cha haki. Sasa chombo cha haki kinaponajisiwa na jeshi la polisi kwa matendo yaliyofanyika jana ni jambo la aibu sana. Sasa wakili Mainyila amekushatoka kwa dhamana. Kama chama tunatafakari hatua za ziada za kuchukua. Wale waliopigwa nje ya mahakama, kwa wale ambao sio viongozi wa chama, wawasiliane na viongozi wa chama ili tuweze kuzungumza nao, kuweza kujua hali zao, haki zao na kadhalika, kwa sababu wako ambao wengine walikuwa ni wananchi wa kawaida tu waliopigwa kwenye eneo la mahakama. Sasa leo tulipofika vile vile tumekuta mazingira ya polisi kuzuia watu kuingia kwa kisingizio cha kwamba mahakama imejaa ndani. Lakini mimi nimeingia ndani ya mahakama. Mahakama ina viti vingi tu viko wazi, lakini polisi wanazuia watu nje. Sasa baada ya kuona lile zuio la polisi pale, tulizungumza na baadhi na mtendaji mmoja wa mahakama hapa, na akatuhakikishia kwamba watachukua hatua kuhakikisha kwamba watu wanaruhusiwa kuingia, na yupo kiongozi wetu mmoja tumemuunganisha na huyo mtu wa mahakama kuhakikisha kwamba watu waruhusiwe kuingia. Lakini kwa kuwa bado mahakama iko wazi na watu wametawanyika, kwa kuwa nimeambiwa polisi wanawaambia watu kwamba usiingie, mahakama imejaa, nenda nyumbani. Na mtaona barabara yote hii polisi wametanda. Nitoe mwito tu, kama hii habari itaruka muda huu, wananchi ambao wameenda mbali kidogo kwa sababu ya kauli ya uongo ya polisi ya kwamba mahakama imejaa, warejee kuweza kupewa haki ya kuingia. Na nitoe mwito kwa mahakama kutoa taarifa kwa umma juu ya haya yanayotendwa na polisi. Haiwezekani polisi wanatenda matendo ya udhalimu, uovu, uvunjaji wa haki za binadamu mbele ya mahakama, alafu mahakama iko kimya. Anatoa mwito kwa jaji mkuu, natoa mwito kwa msajili wa mahakama kutoa kauli na wao ya kukemea matendo haya yanayofanywa na jeshi la polisi ambao ni kinyume kabisa na haki za binadamu. Lakini Mheshimiwa Mnyika, jana kwenye taarifa ya kamanda wa polisi kanda maalum ya Dar es Salaam ni kwamba wafuasi wa chama cha demokrasia na maendeleo Chadema wao ndio walianza kuwashambulia askari. Hili limekaaje? Sasa unaweza kusema kwamba Mainyila, wakili wa Mahakama Kuu aliyekuwa ndani ya mahakama ambaye ni mwenyekiti wa Bavicha, unaweza kusema Mainyila alishambulia polisi kwa kiwango ambacho polisi wakampiga kumtoa nje? Polisi wa Tanzania, na diriki kusema, na hasa viongozi wa jeshi la polisi na hasa kamanda Jumanne Muliro, na diriki kusema ni kiongozi mwongo, kwa sababu hili sio tukio la kwanza. Tarehe 24 mwezi Aprili watu walipigwa mbele ya mahakama ya Kisutu, watu walitekwa, wengine wakaenda kupigwa kutupwa maporini, wengine ni waandishi wa habari. Lakini nini alisema kamanda Muliro? Alisema kwamba hakuna mtu yote aliyepigwa, hakuna mtu yote aliyechukuliwa na jeshi la polisi. Alitoa taarifa za uongo kabisa. Sasa kama mtu ameshakuwa na utamaduni wa kuwa na mfululizo wa kusema uongo, huwezi kumwamini hapa kwamba eti wale watu waliopigwa maeneo mbalimbali ni kwa sababu watu wote wale walikuwa wanalipiga jeshi la polisi. Nyinyi wanahabari mmekuepo katika maeneo haya, mmeona watu wakiwapiga polisi huku ndani. Kwa nini watu wazuia kuingia ndani ya chemba ya mahakama? Kwa hiyo kwa mimi ninachosema tu ni kwamba wapenda haki wote, wapenda demokrasia wote wasikubaliane na uongo wa jeshi la polisi na warejee. Sio matukio tu ya jana tarehe 15 Septemba, siku ya demokrasia duniani hapa Mahakama Kuu, warejee mpaka matukio yaliyotokea Kisutu tarehe 24 mwezi wa 4, ili kwa pamoja tuchukue hatua. Sio la Chadema tu. Mahakama inaponajisiwa namna hii ni haki inavunjwa kwa watu wote wanaoiona mahakama kama ni kimbilio la haki. Kwa hiyo hatua zichukuliwe
ili kuihami mahakama dhidi ya kutekwa na vyombo vya dola vikiongozwa na jeshi la polisi. La mwisho Mheshimiwa, waliopigwa jana hali zao zikoje? Wako hospitali? Majeruhi ni wangapi? Walioenda hospitali ni wangapi? Hii taarifa iko vipi kwao? Sina taarifa kamili mpaka ninavyozungumza hivi sasa, kwa sababu matukio yametokea maeneo, kuna ya ndani kwa maana ya tukio la Mainyila limeonekana hapa ndani, kuna mengine yametokea nje ya viunga vya mahakama. Mwito wangu tu ni kwamba kama kuna mtu mwenye taarifa zozote popote kwa mtu aliyejeruhiwa au kuumizwa kutokana na matukio ya polisi kuwapiga watu jana ndani na nje ya eneo la mahakama, basi walete taarifa kwa viongozi wa chama, na tukisha kusanya taarifa zote tutatoa taarifa kamili juu ya mambo yaliyojitokeza siku ya jana, ambayo kwa kweli kimataifa ilikuwa ni siku ya demokrasia duniani, lakini kwa Tanzania ilikuwa ni siku ya kielelezo cha uvunjaji wa demokrasia mahakamani, uvunjaji wa haki mahakamani, uvunjaji wa uhuru mahakamani, ambayo ni jambo la aibu kweli kwa taifa letu la Tanzania.